الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما وزدنا تقى وزدنا رشدا يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، naendelea na tafsiri ya surati Yasin na tulisimama katika aya ya 11 ya surati Yasin yenye kusema a'udhu billahi minash shaitani rrajim innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة، بعد مغفرة وأجر كريم. هي imekuja baada ya kueleza aya kabla yake kwamba makafiri wanaonywa kwa kila njia ya kuonywa na wanajua ukweli ulipo, lakini kutamka kauli la ilaha illa Allah wa taslimu wanajua kwamba wameshajifunga. Ni kuamua kunahitaji maamuzi makubwa baina mimi kuacha starehe zangu zote na matamanio yangu yote, nikisema la ilaha illa Allah khalas nishaingia katika kundi jingine. Hakuna starehe, hakuna yale yako unayotaka kuyafanya, yote weke pembeni, fuata amri ya Mwenyezi Mungu, taatullah. Acha kuabudu masanamu yako, kumwabudu Allah mmoja peke yake. Walikuwa wakijua sana kauli la ilaha illa Allah, maana ingelikuwa ni kusema tu, wangesema kustihzai na maskhara la ilaha illa Allah, sasa Muhammad sallallahu akaendelea kufurahia. La, wanajua man qala la ilaha illa Allah maanake atekeleze shuruti za la ilaha illa Allah. na shuruti za la ilaha illa Allah taatullah fi kulli awamirihi wa kulli nawahihi, yote maamrisho yake na makatazo yake lazima yafuatwe, na wao hawataki. Na hasa mtu akiwa na mali nyingi, ana watumwa, ana majumba, ana mashamba, mfano ana kila kitu, halafu aambiwe yote yale yani yeye matamanio yake yote anataka anatekeleza, halafu hukumu ya Mwenyezi Mungu inambana katika mambo mengi. Asiwatese watumwa, asitakabbar mbele ya watu, na ile kishazoea mimi ana fulani kisha yeye na yote sasa, na yeye na mtumwa wake sawa, itakuwaje? Kwa hiyo matamanio yake ya kujidhalilisha hayuko tayari. Kwa hiyo wamekataa kufuata la ilaha illallah, wamekataa. Sasa yule ambaye aliacha kila kitu kwa ajili ya kumtii Mwenyezi Mungu, kwa sababu ameamini kwa yale yote aliyosema Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanatoka kwake, kullu min indillah, na kwa hivyo Allah amewacha dalili za kutosha za kuonesha utukufu wake, na macho yanashuhudia, akili inapima kwamba anasema katika Qur'ani kwamba yeye ndiye pekee na mweza kufufua, kwa sababu makubwa kuliko kufufua ameyafanya. Kwa hivyo kufufua ni kitu kidogo, kumleta mtu binadamu kwa mara mwanzo ni kikubwa zaidi kuliko kumrejesha tena. Kwa hivyo ni kubwa, si kubwa lile la mwanzo kuliko la pili. Kwa hivyo wakaamini, wakafuata, wakajibana na kufuata sheria kwa mujibu wa dini inavyotaka.
na kwa jibu wa maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa wamekubali haya maonyo, wakaamini, wakatekeleza, wakawa wenye kutii. Inma tunziru man ittaba'a dhikra, atiba'u dhikra, kufuata ukumbusho ni Qur'ani, kufuata Qur'ani na maamrisho yote ya Qur'ani. Adh-dhikr huwa al-Qur'an al-Karim, adh-dhikr sheria yake inakuja katika Qur'an. Kwa hivyo inma tunziru man ittaba'a dhikra, na akiwa atafuata hii Qur'ani na atafuata dhikr akawa mu'min khalis, basi lazima atakuwa ni mwenye kumwogopa Allah wa khashya ar-Rahman. Lakini Mwenyezi Mungu anataka khashyatu ar-Rahman iwe bilghaib, na tukasema tutaelezea leo bilghaib. Ghaib ni kitu hakiko mbele yako, sio kitu cha kushuhudia ukiona. Kiko ghaib maana kiko mbali na wewe, ukioni, hakionekani. Na dalili zenye kuonekana mbele ya macho yako, kuumbwa kwa mbingu na ardhi na bahari na binadamu na wanyama na ndege na kila kitu, vitu vyote alivyoviumba Mwenyezi Mungu havitoshi kujua kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Kama tulivyoeleza yule Bedwi alisema shairi lake tulizungumza juzi, al-baharatu tadullu ala al-ba'ir wal-athar yadullu ala al-masir ila akhir. Tumeelezea namna gani Bedwi alivyokubali kwamba yuko Mungu kutokana na athari Mwenyezi Mungu aliyotuachia. Tazameni hata hao Makureishi walikuwa wakiuliza madha sa'altum man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah, watasema Allah kaumba. Tayeb, kwani mnaabudu masanamu? Aliqarribuna ila Allah zulfa, watusogezee salamu zetu, watusogezee salamu zetu kwa Mwenyezi Mungu. Vipi tutamkabili Mwenyezi Mungu tuzungumze naye moja kwa moja? Akili ukipima nasema kwamba Mwenyezi Mungu yuko karibu na wewe kuliko chochote, kwa lazima mtumie mwingine. Imekuwa si Mungu tena, Mungu anayejua siri wa akhfa, kilichokuwa siri na wala hakijawa siri bado, kimefichika, kitakuja kuwa siri baadaye siku za mbele Mungu anakijua. Kwa hivyo anajua chochote. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Akikuuliza hajasema qul wala faqul kama aya nyingine, yasalunaka an kadha kadha qul, yasalunaka qul, sema jibu. Lakini hii idha salaka ibadi anni peke yake, wakikuuliza fa inni qarib, hakuna qul tajibu mimi mwenyewe, fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an waliyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kwa hivyo hapa mwenye kuamini kwa vitu ambavyo viona bila mushahada inampelekea hatua ya pili kuamini kwamba hivi vitu havijaja wenyewe. Fahasibtu annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna ma turja'un. Nafikiri basi mpumbeni ovyo tu, mje duniani mfanye mnavyotaka, mchinje, muue, mdhulumu. La, abadan, nimekumbeni kakukeni sheria fulani ya kufuata, kila mmoja kae na adabu yake, kila mmoja awe mwenye mtiifu. Wewe nani ndio kuumba mbele yangu mimi Mola, nikuamrisha jambo sifate? Kwa hivyo taa lazima khashya. Al-khashya bimaana al-khawf al-shadid ma'a at-ta'zim, nakum azim inshallah, hiyo ndio maana yake khashya. Kwa hivyo anavyosema inma tunziru man ittaba'a dhikra wa khashya ar-rahmana, akamogopa Allah bil ghaib. Na ghaib tumesema jana ina maana mbili. Maana mwanzo kwamba vitu vyote vilivyoviumba unavyoviona ukaamini kwamba hakuna chochote au yeyote anaweza kufanya vitu hivi ila mwenye uwezo mkubwa sana, na ni Allah subhanahu wa ta'ala, munazzaha an kulli sifati, ametakasika na kila sifa zisizokuwa za kiungu, bali ana sifa za kiungu za kun fayakun, ukiweka mstari mbele. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alivyoviumba akatuonesha mbele yetu, tunaona namna gani wanyama wa fi anfusikum, anatuambia kutuchallenge pia, afala tusirun, tazameni nafsi zenu, tazama ayati fil afaq, juko sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu alhaq.
Sasa ikiwa huyu Mwenyezi Mungu anatuonesha mambo chungu zima, mamilioni kwa mamilioni ya mifano aliyoumba, kila kitu kwake ni muujiza. Mwenyezi Mungu kila alichokiumba ni muujiza, ni ayati. Ukizama mchanga, ukizama udongo, ukizama mawe, majabali, bahari, vitu visivyokuwa na uhai, nyota, jua, mwezi, kila kitu, kutoka vitu vya karibu, vitu vya mbali, fi a'maqil bihar, katika deep sea, ukizama vitu muujiza juu muujiza. Bali muujiza vitu vingine kukutia hofu. Nenda katikati bahari alafu jaribu kupiga mbizi, utarudi mbio, utaogopa. Kwa vitu vya kutisha lazima ujue kwamba Mwenyezi Mungu mkali na Mwenyezi Mungu Rahiman khashir Rahman, Mungu wa rehema. Tena basi kwa rehema zake hajasema man khashia al-muntaqim, man khashia al-jabbar, man khashia al-qahhar, kasema man khashia Rahman. Mwenyezi Mungu anataamal na watu aliyoumba na aliwapa akili kwa rehema kabisa. Lakini rehema hizi inakuwa wakati mwingine hazifai kwa wale wasiotaka kusikiza indhar, maonyo. Rehema hizi kwa mutii, lilmutii, kwa Mwenyezi Mungu anatalattaf, anakuwa latif, mpole kwa yule mwenye kutii. Kwa hivyo kwa nini anafanya hivyo? Kwa sababu al-amal fi rahmatihi, anatamaa kwamba atapata rehema Mola subhanahu wa ta'ala. Asi man khashia Rahman bil ghaib. طيب بالغيب naam, kasema nitakufufueni. Kafufuliwa mtu? Hajafufuliwa. Nitakuleteni kwangu. Inma hiya sayhatun wahida fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Kwanza kufufuliwa jambo la sila la yote anaweza kufanya ila Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu kisha kuwapaisha, kuwapeleka, hakuna kupanda ndege wala rocket wala chochote. Hapo tufidu nini pale taaqub pale nafuatia mafufuliwa. من بعثنا من مرقدنا من بعثنا من قلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. nani katufufua makaburini mwetu? Kwa hivyo unapopigwa tu saiha moja ukisikia kile baragumu basi hapo idha utaona hum jami'an, wote kwa pamoja, ladaina, kwetu sisi, hawaendi pengine, muhdharun, hajasema muhdharun ladaina kwetu sisi, hakuna pengine, katanguliza ladaina kama muhdharun. Siku yote yafanya maratu dhamu shay, hakuna kudhulumiwa, hakuna chochote, kuna hisabu kubwa. Akasema kuna moto na kuna pepo na kuna starehe na kuna hurun ain na kuna malaika na kuna jini na kuna nini na kuna nini. Madhal nimeamini uwezo wa vitu tunavyoviona. Kwa hivyo na mimi naamini kwamba vingine alivyoniambia katika kitabu chake kabainisha vitu vyote hivi na hivi ninavyoamini. Hiyo ndio maana nini khashir Rahman bil ghaib. Hawajaona moto, wanaamini kuna moto, wakaogopa, wanajikinga wasingie moto. Wanajua kuna pepo, wanahamu nayo, kwa hivyo wanajitahidi kufanya ibada kwa ajili ya pepo. Wanajua kuna mahurun ain, kuna starehe kule, achana starehe za dunia. Hizi vitu vya duniani vyote hivi vitu mata'ul ghurur, wa ma hayatu dunya ila ni mata'ul ghurur, asio. Na Mwenyezi Mungu hujua kwa amempambia binadamu kwa mambo vizuri, basi achukue kwa halali. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث. من بغايوت يعني يبين بنادامه فيوت ni متاع الحياة الدنيا. أما كم يزمونه كنا حسن المآب مبروك زي مزوري كنا في الفجر كنا ننبيكم بخير من ذلك متاكوا kwa Mwenyezi Mungu iko hichi na hichi na hichi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatupa vitu vya mashahidi tashuhudia ili tuweze kuamini vitu vya ghaib vilivyofichika. Kwa hivyo yakhshawna rabbahum bil ghaib, wanaogopa Mola wao. Maana ya mwanzo kwamba Mola huyu kwanza haonekani, na unaamini kitu kisichoonekana, na kwa sababu iko vingi visionekana tunaviamini, sio? Tunashaeleza waya huu una umeme ndani, gusi utaniurusha, utaniua. Ala, kwa nini? Umeme umekaa rangi gani, size gani, ukubwa gani, shape gani? Hakuna, lakini unaamini huko. Akili yako binadamu ina akili iko wapi, imekaje, ina uzito gani, rangi gani? Lakini useme wewe lazima useme. Kwa hiyo mambo mengine ambayo huyaoni na unayaamini kwamba yapo, basi kif
Mwenyezi Mungu aliumba vitu vyote hivi. Nataka ushahidi gani tena? Kwa hivyo imani bil ghaib inampelekea kumwogopa Allah. Kwa hivyo inama tuzimetabadhika wa khashya rahmana bil ghaib. Anamogopa nini? Anaogopa adhabuhu, adhabu yake siku kwa siku. Anaogopa nini? Iqabuhu. Naam, Mwenyezi Mungu mkali wa kuadhibu. Naam. Kwa hivyo hii ni maana moja. Kwa hivyo iman bil ghaib ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ni hidayah na uongofu wa kila mcha Mungu. Nani? Alladhina yu'minuna bil ghaib, wanaamini nini? Vitu vyote alghaibiyat kathir. Mwenyezi Mungu ameumba vitu, na katika Qur'ani ameeleza mambo, ayat muhkamat zenye kutuelezea sheria zake, vipi vya kusali, vipi vya kufanya ibada, vipi vya kuishi na familia, vipi vya katika jamii, vipi mambo chungu zima, sio? Hunna umul kitab, hunna umul. Hiyo ndio asli ya kitabu. Vitu wewe unahitajia wewe vikuongoze katika ibada zako, katika kuishi kwako. Wa ukharu mutashabihat, na mengineyo yenye shubha kama aljanna wa nar wa adhabu na kufufuliwa na yote haya, na malaika na majini na mashaitani, asio haya mengine ni mutashabihat. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu mwanzo akatuambia katika Qur'ani, basi lazima tuamini, lazima tuamini. Hii ndio maana imani bil ghaib. Wakasema al-iman bil ghaib wa idha khala bi nafsihi, mbele za watu hakuna mtu mwema kama yeye, hakuna mtu mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu kama yeye. Dalili zote zinaonesha, na uliza kila anayemjua mbele yake kwamba huyo mtu mashaallah katika ibada, katika kumcha Mwenyezi Mungu, katika nini, katika nini. Lakini je, wa idha khala bi nafsihi, anapokuwa ghaiban anin nas, yuko mbali na watu, anakuwa hali gani? Anakuwa hali gani mtu kama huyo? Ikiwa huyo mtu yote anayofanya mbele ya kuonesha watu wote kwamba yeye ni mtu mwema, halafu anapokuwa peke yake ya mwanzo tumesema khashya rahman wala mishahidu, amemwogopa Mwenyezi Mungu bila nini? Kumuona. Kwa hivyo yeye amekuwa ameamini bil ghaib, na ameamini ukali wake na adhabu yake na kila kitu, adhabu yake ni shadid. Kwa hivyo mtu huyu anakuwa ilmu yake ghaib, imani yake ya ghaib, kwa kuwa anajua uhakika wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo anamjua Mwenyezi Mungu kama alivyo, na kama alivyosema kina Saidina Ali, hata nikionyeshwa akhira mbele yangu na hisabu wakati huo, sitaogopa, tafanya ibada zaidi, sina cha kuzidisha zaidi kuliko ninavyofanya. Kwa nini? Kwa sababu kumjua Mwenyezi Mungu kama kwamba ninamuona, na kujua haya atakayotokezea kama kwamba naiona mbele yangu. Kwa hivyo anafanya qimma katika qimmat nini? Katika qimmat taa, kumtii Mwenyezi Mungu, sio? Naam. Kwa hivyo kwa desturi tunasema ni mtu anaogopa kitu anachokiona, sio? Usichokiona haogopi. Lakini iman ya yaqin ya dalili zilizokuwa katika Qur'an inamfanya yeye aamini, jua kwa hamoni Mwenyezi Mungu, yani kana yara, na ndio kwa maana anafanya ibada zake kwa ihsan. Maana ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Umwabudu Mwenyezi Mungu kama unamuona wakati humoni. طيب, idhan mtu anamuogopa Mwenyezi Mungu idha khashiya al-khaliq wa huwa ghaib, kwa hivyo pia yakhsha al-khaliq wakati gani? Hata huwa ghaib an al-khalq, anapokuwa ghaib, yuko mbali na watu, yuko peke yake, kajifungia mlango, halafu mtu huyu pale iwe hofu ashad min dhalika. إذا أردت تحقيق العبودية الخالصة وتاكو حقيقيشة إلى عبادة لك خالص لخشية الرحمن إلى أعلى درجة،
فلتكن حالك hali yako iwe hali gani, iwe fil khalwa ndio fil ghaib, uko peke yako mbali na watu, afdalu inda Allah min hal almushahada. Unapokuwa peke yako unaogopa zaidi, unaogopa Mwenyezi Mungu kuliko unapokuwa mbele ya watu. Hapo itakuwa man khashiya rahmana bil ghaib ghaiban anin nas, uko mbali na watu na anamuogopa siwana akiwa mbele ya watu, akiwa peke yake, bali anapokuwa peke yake hofu inakuwa shadidi zaidi. Kama Mwenyezi Mungu anasema kwa mfano kwamba wala taj'alillah ta'ala ahwanu an-nadhirina ilayk, usimfanye ahwanu an-nadhirina ilayk, kwamba watazamaji katika watazamaji wako wanakutazama wewe, ukakaa mbele yao watu wote wanakutazama kwa hofu na ihtiram na heshima, au sio? Kwa nini? Kwa yale mema unayofanya. Na ukaa peke yako, nani yuko mbele yako? Hakuna mtu. Kabakia nani na wewe? Malaika na Allah. Hayo unafanya maovu yako sasa. Je, 1% hayo unayofanya peke yako unaweza kuyafanya mbele ya watu? Watu wanijue kamili fulani. Kwa hivyo yule anayekutazama katika machafu yako umemdhalilisha kuliko wale unaonesha mazuri mbele ya macho yako binadamu, au sio? Fala taj'alillah nini ahwanu an-nadhir, alikuwa hayyin katika watazamaji kwa kweli, anayekutazama iko ni Allah, halafu ukuta mbali na watu akuone katika hali ya khashya na hofu zaidi kuliko nini, kuliko ile ile mbele za watu. Mbele za watu udanganyifu ule mzawar, ukweli wa mambo katika khalwa, katika ghaib, katika unapokuwa peke yako baidan anin nas. Ile basi kama utaweza kuboresha hilo ukajifanya bora kuliko mbele za watu, basi hapo utakuwa unaingia katika listi ya Mwenyezi Mungu anaosifu, kama mfano katika sura Qaf nasema wa uzlifatil jannatu lilmuttaqina ghayra ba'id, يوم القيامه utashishwa aljanna, itaoneshwa, itasogezwa, itakuwa karibu kwa wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Wale waovu wataona mbali, kwa mbali. Wa uzlifatil jannatu lilmuttaqina, alafu akasema ghaira ba'id, itakuwa mbali. Kwa nini? Wasogezewe watu motoni? La wallah, watasogezewa karibu yao waone raha zaidi. Halafu na huko naambiwa nini? Hadha ma tu'aduna, hadha ma tu'adun, haya ndio mlioahidiwa. Likulli, kwa kila mmoja. Nani? Likulli awabin hafidh. Awab yani awab maana mtu kama Nabii Ibrahim kasifiwa kwa awab na awah, kwa ni mwepesi wa kurudi kwa Mola wake, mwepesi wa kurudi kwa Mola wake. Hafidh mwenye kuhifadhi nini? Al-ahd alladhi bainahu wa baina rabbih, mwenye kuhifadhi nini? Ahdi baina yake na baina ya Mola wake. Fala yanqudhuhu wala la yanqudhuhu, hayaribu ahadi ile anaitekeleza bilkamil, kwa ukamilifu, kama alivyosema Ubayd ibn Umair katika kutoa mfano wa nini mwenye kuhifadhi nafsi yake na kutekeleza ahadi kwa baina yake. Anasema al-awwab al-hafidh. Nani al-awwab al-hafidh? Alladhi la yajlisu majlisan fayaqum, hakai kwenye kikao chochote halafu akaondoke, hata yastaghfir Allah azza wa jalla, mpaka alete istighfar azza wa jalla. Huyo awwab al-hafidh. Anasema nini aya? Anasema nini? وظيفة الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. نkuja tena hapo, yule anayemwogopa Mwenyezi Mungu wakati hamoni na kamwamini na kamuogopa na katekeleza maamrisho yake. Au man khashiya arrahmana bilghaib, anapokuwa ghaiban anin nas, yuko mbali na watu, basi anamuogopa zaidi Mwenyezi Mungu. Anasema huyu bila shaka dunia yake anamalizia na kwenda kwa Mola wake, bila shaka atakwenda kwa Mola wake. Wajaa biqalbin munib, qalbin salim,
anarudi kwa Mola wake na moyo wake msafi, umejaa imani tupu, hakuna kufra, hakuna shirka, hakuna yote. Basi kama huyu lazima anaambiwa udkhuluha bisalam, asio ataambiwa man khashiya arrahman bilghaib hawana fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Bashirie kitu cha mwanzo anapewa maghfira, halafu tena anapewa malipo yake, starehe za peponi, ajrin karim, ajrin kabir, ajr ilikuwa kubwa kama alladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kwa hivyo nifanyeni mtaka, wasiru qawlakum au ijharu bihi, fanya siri kauli yako, mambo yako, vitendo vyako, au ijharu bihi, vioneshe mbele za watu, vidhihirishe. Innahu alimun bidhati as-sudur, anajua wasiru qawlakum ijharu bihi, innahu alimun bidhati. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anajua yote, anakutaka wewe katika ghaib unamwogopa zaidi kuliko katika nini, katika haki. Alladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun. Sura Anbiya kama sura Qaf ile, sura Qaf hii sura Anbiya 49, wepe nasifu alladhina anasifu hivi yakhshawna, wale ambao wenye kumwogopa rabbahum mola wao bilghaib, katika ghaib. Ghaib zote mbili, ghaib kwa Mwenyezi Mungu hamuoni wanamwamini na kumtii, ghaib kwa wanapokuwa peke yao wako baidan anin nas fil khalwa, wako peke yao wanakuwa wanamcha Mwenyezi Mungu zaidi. Na wahum ani saati mushfiqun, na alhali wao kwa ile saa siku ya kiyama wanaiogopa sana. Na moja katika hikma kubwa ya iman bisaa bil yawm al akhir ni kwamba binadamu kila kifikiria ile saa na vipi atasimamishwa mbele ya Mola na hisabu itakuwa vipi, basi hapo anaogopa, anakimbia kufanya ukhalifu, anakimbia kufanya nini, maovu, anajikimbiza katika hali ya katika kumtii Mwenyezi Mungu. Nataka nifike siku hiyo ninapopoa kitabu changu nikipokee mkono wa kulia, nikipoa mkono wa kushoto, nitaweza kustahimili adhabu ya motoni mimi? Siwezi. Kwa hiyo unajitayarisha hata siku hiyo anaposimamishwa aitwa fulani fulani hadhir jo, hasa kutoa vitabu, kutoa mashahada. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu nini, ha tazameni, ha uqra'u kitabiyah. Kama mtoto alitokea fasi na second, arudi nyumbani kakamata cheti chake mkononi, mama iko wapi? Sawa, shapo shada yangu, umetokea fasi mimi na fasi. Na yule alitokea 40 anaingia kisirisiri, akakaa mlangoni siingisa, kenda chumbani chuka, ingia kashuti, katupa mkoba wake ule chanika mabuku. Wewe fulani iko wapi? Iko wapi cheti chako? Iko wapi shada yako? Hajapewa leo. Kumbe kishachukua kishachana chana. سنقول واسيبه كذلك هم قرأوا كتابي إني ظننت، يعني بمعنى إني أيقنت، إني ظننت أني ملاق حسابيا، أنت فمان حسابيا، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، حتى كما يشاكم رذيشة pepo juu kabisa, kutufuha dania, matunda yake yako chini kabisa, kitu kitamani ataambwa kulu washrabu hanian. Kwa nini? Bima aslaftum fil ayyam al khaliya, kwa vile vitendo vyenu vyema na mtayarisha katika siku za dunia. Subhanallah. Kwa hivyo binadamu, hikma ya kwamba Mwenyezi Mungu amejalia katika iman kwamba ipo, uamini kwamba siku ya kiyama ipo na utasimamishwa na utahesabiwa kila kidogo na kikubwa ulichokifanya, halafu upewe kwa mujibu wa nini, kwa adilifu wa Allah na kwa fadhila zake na kwa rehema zake. Basi hata tena yote hayo ukaenda motoni, umejichumia mwenyewe na kwa umejitakia mwenyewe. Kwa hivyo alladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum min as-sa'ati min as-sa'ati mu'ridun mushfiqun, wenye kuogopa siku kusanya. Khashyatullahi bilghaib, kumogopa Allah na ilhali humoni, na kumogopa Allah uko peke yako ukafanya amali njema, kwa unajua kila wakati Mwenyezi Mungu yuko yuraqibuk. Hii alamani علامة الصدق الإيمان الصحيح والصادق، إيمان يلقوا كويل خاصة، hamna kudanganyana
na hii manake imani iliyokuwa iliyokamilika. Hii manake alilmu billah ta'ala subhanahu wa ta'ala, ilmu yako juu Allah unamjua vizuri. Kama si hivyo usingelikaa ukawacha godoro lako ukenda ukajipinda ukasali ukasoma Qur'ani ukaonalia na hofu. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا أمن هو خانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. الخوف والرجاء خوفا وطمعا. خوف سلوك تومتوني، طمع kwamba rehema zake Mwenyezi Mungu na fadhila zake zitakukumba zikupeleke peponi inshallah. Allahumma ij'alna minhum ya rab. Kwa hivyo inakupelekea pia alilmu billah, kwamba unamjua Allah annahu samii, annahu albasir, annahu alalim. Hayo yote yako mbele yako. Kwa hivyo ukainuka usiku, na hii ndio da'bu salihina man qablakum. Hii ndio njia iliyopita wema wote waliokuja kabla yetu, walikuwa usiku hawalali. Nafika haji kama alivyosema kabla, anakuja bibi jirani anakuja kumzaa, wewe unaacha watoto wako wanakojoa hapa, si ndio mzee anaposali mwenyewe, unaacha watoto wanakojoa simu pala. Kaambia nani kwambia kama kuja mtoto machozi yake mwenyewe machozi yake mwenyewe hayo, ndio inatakiwa kama hivyo. La kullama kana al-abdu a'lam, anamjua Mwenyezi Mungu zaidi, fakana kullama kana akhsha an-nas, anakuwa mwenye kuogopa zaidi kuliko watu wengine. Na Mwenyezi Mungu asema katika sura Fatir, inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ilmu yote ile madha iko maa al-iman, sio lazima ilmu ya dini, ilmu maa al-iman. Hebu niambie daktari leo anavyojua namna kiwiliwili cha binadamu kuliko yote mtu wa desturi, na vipi kila organ, kila sehemu katika chombo kinafanya kazi, system za binadamu alizokuwa nazo ndani, mashine ngapi anazo, digestive system, respiratory system, blood circulation, circulatory system, nervous system, zote hizi system hizi ziko katika mwili wake, na kila moja inafanya kazi yake na njia yake, na subhanallah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, tazameni nafsi zenu. Taibu mtu wa desturi asijua elimu yote hii, na yule daktari anayejua binadamu, wallahi aliumba hivi, huyo anastahili kuwa Mungu, anastahili kuabudiwa, au sivyo? Sasa basi ilmu yako wewe, sema ilmu al-falak. Leo watu wamefika haji kujua vyombo vinavyokwenda hivi na muda unaochukua, sayari, nyota, nini, mudhannabat, comets, heli, wanajua mpaka kwa hisabu zao na mateleskopu yao. Tumezungumza kabla siku za nyuma kwamba wanajua kwamba after every 75 years, miaka 75, inarudi tena, inapita katika orbit yake kubwa, inatoka nje ya ardhi kabisa, inapita katika orbit yake, madari yake kubwa mbali, hata inapofika karibu na dunia yetu inachukua miaka 75. Na nafikiri katika 80s ilikuwa tayari miaka 75. Mara mwisho ilikuwa 1910 na ngapi, sio? Wakasema sasa hivi imefika tayari hii mudhannab comet wanaita heli, inakaa Kiev na kwa moto. Hii comet hii ni aina ya heavenly body ambayo inachukua speed ya miaka 75 na siku kadha na hisabu watu wanajua, kwa sababu Mwenyezi Mungu amempa ilmu. Halafu inakuja anasema, jamani, anataka kuiona ilmu, kila mmoja abebe waende katika milima ya New Zealand, Australia kule iko itopita karibu na pale. Okay, katika 80s wakaleta live, na sisi tuko tunatazama katika TV, saa fulani dakika fulani itapita, basi watu zana zao siku 2-3 wameshawaenda kuweka position, wamekaa wamezielekeza sehemu ambazo mara hiyo ilipofika inapita, zikachukuliwa katika picha iko live katika TV. Comet inaitwa heli. Ukitazama ukisoma habari hili, comet yake inakwambia inazunguka kwa speed kadha kwa muda miaka 75 kadha. Hai binadamu kapewa elimu na Mwenyezi Mungu hii, alafu asimogope Mola, Kwa hivyo Mwenyezi Mungu inama yakhsha Allah min ibadihi. Hii ndio kusudio la الذين
وخشي الرحمن بالغيب هوا نستحق بشرى فبشرهم فبشرهم نستحق مغفرة نستحق مغفرة. نعم labda wakati mwingine wakhashia Rahman, kuwepo ile neno Rahman kitujumjia mtu katika dhihni yake haraka haraka kwamba nini Ar-Rahman la yuaqib hamwangamizi mtu wala hamtii adabu mtu wala hamtesi mtu au atasema kwamba nini rahmati wasi'at kulli shay, sikasema rehema zangu zaidi kuliko nini. Kama Rahman siku atatuhukumia kwa lutf na wepesi na kwa rehema na la wallahi al-adl kwanza, halafu baadaye kwa unastahiki hayo basi ndio utapewa hiyo fadhila zake. Kwa hiyo ndo katanguza fabashiru bimaghfira. Ukishapata maghfira hesabu yako ngapi? Mimi na 48% tu. Kwa hiyo unahitaji 2% bado kupasi, sio pepo ile pale 2% imekuzuia singie. Yalla nimekusamea dhambi kadha na kadha kadha. Ngapi sasa? Sasa hivi 49 na robo nimekusamea na ine. Sasa hivi ngapi? 49.8. Na ine nimekusamea. Sasa imefika 50%. Haya ingia peponi. Wallahu aalam. Sasa naweza kujaribu kuipicture haya maneno fabashir maghfiratin wa ajrin karim, ajrin kabir, ajr inaendelea pepo na mayarukwemo ndani ya pepo na makasri na hurun ain na kila starehe, bali na wewe kufanya wa kuishi milele. Hakuna kwenda choni, hakuna kunini, hakuna kukoga mchafu wala hakuna fanya kazi, starehe. Fabashiru bi'adhabin استغفر الله فبشروا بمغفرة وأجر كريم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا ممن يبشرون بمغفرة وأجر كريم. هذا والله أعلم.